Natambua mchango mkubwa wa kanisa katika kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwaletea maendeleo wananchi na kuimarisha utoaji na upatikanaji wa huduma mbalimbali za kijamii chini ya serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyote ni mashahidi, kwani mmekuwa mkishuhudia na kuendelea kunufaika na mageuzi makubwa ya maendeleo, ikiwemo uboreshaji mkubwa wa huduma za afya, upatikanaji wa pembejeo za kilimo, ongezeko la huduma za kielimu, ujenzi wa miundombinu ya barabara, maji, umeme, bila kusahau uwezeshaji wa kiuchumi kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Uongozi wa mkoa wa Kigoma unawakaribisha sana uongozi wa kanisa hili ili kukutana kwa lengo la kupokea ushauri kuhusu utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kuendeleza kanisa, jamii, mahusiano ya serikali na kanisa, kuweka mikakati ya pamoja na ya kuwahudumia wananchi na kuendeleza kuimarisha ushirikiano uliopo baina ya madhehebu ya dini na serikali. Niendelee kuwakumbusha waumini wenzangu, tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu, ili tuweze kusonga mbele kwa maendeleo endelevu na ustawi wa jamii yetu na taifa kwa ujumla. Shule zilishafunguliwa. Ni imani yangu kwamba watoto wote wanakwenda shule. Asiwepo mtu hata mmoja wa kusema kwamba mimi mtoto wangu anaenda kuchunga ng'ombe porini. Asiwepo hata mtu mmoja wa kuzuia mtoto wake kwa ajili ya kwenda kumjengea au kumpania kuna kitu anaitwa makoti. Asiwepo hata mtu mmoja wa kusema mimi mtoto wangu mmoja akake ajenge. Na waomba watu wote wanakasoro waumini wa kanisa hili, acheni waacha kuwaficha watoto, kuanzia watoto chekechea mpaka wa juu, na hasa kama wale watoto wenye mahitaji maalum wanahuga ya watu kuwaficha. Sisi serikali kwa upande mmoja tumeandaa miundombinu mizuri sana ya shule, na shule zote zinazofanya kazi za serikali hakuna ada. Wewe baba unapeleka mtoto wako kutafutia madaftari na uniform kwa ajili ya kusoma, lakini bado tunasema kama mtoto wewe baba unajua kama una watoto wengi, hujaweza kuandaa uniform za mtoto wako, utafutia tena uniform alikuwa nayo kwa ajili ya Christmas, aende nayo bali kumpe madaftari akasoma, baadaye utakuwa unafanya mchakato wa kupeleka ili uweze kununulia uniform. Na kanisa linahubiri amani kila wakati. Ili nchi iweze kwenda vizuri ni lazima amani iwepo. Lakini nataka kuongeza kidogo katika amani hii, pia tunagusa pia swala la haki. Mambo haya yawili yanaenda kwa pamoja. Amani na haki ni mapacha. Kwa hivyo haki ifanyike, amani iwepo, taifa litakwenda vizuri bila shida. Kwa hiyo tunaunga mkono maelekezo na maelezo ya mkuu wetu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa mkoa wetu. Kwa waumini wote na wana Kigoma kwa ujumla, pelekeni watoto shule wapate elimu kwa manufaa yao, kwa manufaa ya kizazi cha sasa, kwa manufaa ya kizazi kijacho, kwa manufaa hata ya kanisa, jamii na kwa wazazi kwa ujumla wake. Kwa hiyo elimu ipewe kipaumbele na watoto wote ni vizuri wapelekwe shule. Sasa shule zimefunguliwa. Kwa hiyo mimi nitaka kuungana naye mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya kwa niaba ya mkuu wa mkoa kukaza na kusisitiza juu ya mambo hayo mawili: amani, lakini pia elimu, na amani pia iendane na uwepo wa haki katika jamii. Tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunailinda amani, kwa maana amani ni kigezo cha maendeleo ya kanisa letu, na kwa hivyo tunamshukuru sana Baba Askofu Emmanuel Chazi Bwata, askofu wa awamu ya 4 wa askofu wetu, kwa kauli mbiu aliyokuja nayo
kwamba Zaburi ya 100 mstari wa 2 unaosema tumtumikie Bwana kwa furaha. Kwa hivyo bila kuwa na amani huwezi ukatumika kwa furaha. Jambo la kwanza ni kuendelea kudumisha amani katika nchi yetu ya Tanzania na hasa kwa mkoa wetu wa Kigoma na wilaya yetu ya Kasulu. Lakini jambo la pili, kuendelea kufanya kazi kwa kujituma na hasa kwa kuleta maendeleo katika jamii, lakini pia katika serikali kwa ujumla. Jamii yetu ya Kasulu na mkoa wetu wa Kigoma kuendelea kulinda amani hasa katika mwaka 2026 tulioingia.